بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu katika iman, ikiwa ni mwendelezo wa kuyafahamu majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na athari zake katika maisha yetu ya kila siku, leo biidhnil Maula jalla wa ala tunalitazama jina Al-Malik na Al-Quddus. Al-Maliku Al-Quddus. Al-Malik maana yake ni mfalme. Jina hili ndugu zangu katika iman, ismun jami'un li asma'ihi al-husna wa alamun 'alayha. Ni jina ambalo limekusanya majina yote mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu huwa al-Malik wal Maliku huwa Allah ala al-haqiqa. Allah ndiye mfalme na mfalme ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah jalla wa ala huwa almutafarridu bil mulki wal jabarut. Yeye Allah jalla wa ala ndiye ambaye wa pekee katika sifa ya ufalme na mwenye kutenza nguvu. Allah jalla wa ala dhus sultan, ndiye mwenye mamlaka na utawala. La radda liqada'ihi wala mu'aqiba lihukmihi. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mfalme, hakuna yeyote katika viumbe anaweza kurudisha na kuzuia lile ambalo Allah jalla wa ala ameliamua, na hakuna mwenye kuweza kucomment chochote katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqa'u fi mulkihi illa ma yurid, na pia haitokei katika ufalme wa Allah ambao ni ulimwengu mzima, manake Allah ndiye mfalme wa ulimwengu na vilimwengu, basi haitokei katika ufalme wake ila kile anachokitaka yeye. Lahul amru kulluhu fi dunya wal akhirah, mambo yote ni yake, mwenye amri ya mwisho ni yeye Allah jalla wala, duniani na akhira. Nawasil ibadi biyadaihi madhin fihim hukmuhu. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zao, tosi zao, mambo yao yote yako mikononi mwake Allah jalla wala, na hukumu zake ni zenye kupita kwa waja wake. Adlun fihim qada'uhu, maamuzi yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake yote ni maamuzi ambayo ni adilifu. Wajuduhum minhu wa maradduhum ilayhi, wujuduhum, uwepo wao wanadamu na viumbe, minhu, unatokana na yeye Allah jalla wa ala, na marejeo yao wanadamu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-kamilu fi dhatihi, ni mkamilifu Allah jalla wa ala katika dhati yake. Alwahidu fi sifatihi, wa pekee katika sifa zake. Aljamilu fi af'alihi, matendo yake yote ni uzuri na ni mazuri. Wa huwa alghaniyu an sa'iri khalqihi, na yeye Allah jalla wa ala amejitosha, ni mkwasi, si mwenye kuhitajia yote katika viumbe wake. Wa humul fuqara'u ilayhi, lakini viumbe wote ni mafakiri, ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La tanfa'uhu ta'atuhum wala tadhurruhu ma'siyatuhum. Ta'a, uchamungu, utiifu wetu sisi tukiwa waumini wote dunia nzima, haimnufaishi na kumuongezea Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Lakini kadhalika la tadhurruhu ma'siyatuhum, haimdhuru chochote lau dunia nzima wakaamua kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mulkuhu la yazul, ufalme wake hauondoki. Wala ya'tarihi naqsun bihal, wala ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala haufikiwi na mapungufu ya aina yoyote. Wala yaftaqiru ila ziyadatin min ayi wajhin min alwujuh, wala hategemei kuongezeka chochote katika ufalme wake kwa namna yoyote ile. Mwenye sifa hizi huwa al-Malikul Haq, yeye ndiye mfalme wa kweli. Wa sahibuhu huwa al-Malikul Haq dhul jalali wal ikram wal mahabati wal kamal. Mwenye sifa hizi ndiyo ambaye mwenye ufalme wa kweli, lakini ndiye mwenye kuogopwa na ndiye mwenye ukamilifu. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illahu rabbul arshil karim. Ametukuka na kutakasika Allah jalla wa ala, al-Malikul Haq, ambaye ndiye mfalme wa kweli. La ilaha illahu, hakuna anayeabudiwa kwa haki ila yeye Allah jalla wa ala. Rabbul arshil karim, Bwana mola wa arshi iliyokuwa tukufu. Ndugu zangu katika imani,
Allah jalla wa ala wasafa nafsahu fi hadhihi al-aya, amejisifu Allah jalla wa ala katika aya hii akijisifu kwa sifa ya ufalme, kwamba yeye Allahul Malik, Allah ambaye ni mfalme, akiashiria ila saati alfadhin, ila saatihi, ukubwa wake, mapana ya utawala wake, katika maneno machache tu lakini ambayo yamekusanya maana mengi sana ambayo huwezi ukayamaliza ukiamua kuyanyambua. Ndugu zangu katika iman, sifa ya ufalme kwa Allah jalla wa ala al-Malik, hii ni sifa ambayo dalalatuhu qadiyatun ala anna ma siwahu min al-mamluk laysa malikan ala al-haqiqa. Sifa ya Allah kujiita mfalme, akasema yeye al-Malik ndiye mfalme, inatuonyesha sifa hii au tamko hili anna ma siwahu min al-muluk, kwamba wafalme wengine wote waliosalia wa dunia hii laysa malikan ala al-haqiqa, kwa uhakika sio mfalme. Wafalme wote wa duniani uhakika wao na uhalisia wao sio wafalme, bal huwa mustakhlafun min qibalihi jalla sha'nu, bali ufalme wa mfalme yote hapa duniani ni kwamba Allah amepewa tu, Allah amewapa nafasi ndogo, Allah amewapa mamlaka madogo sana ambayo yako chini ya mamlaka na ufalme wake Allah jalla waala. Wa huwa zailun anhu la mahala, na ufalme wao katika mambo yanaonyesha kwamba ni mdogo vyovyote itakavyokuwa, awe na walinzi, awe na mali, awe na maamuzi, awe na matamko ambayo akisema yanatekelezwa, lakini mwisho wa siku ufalme wake ni wenye kuondoka, hapana budi. Imma unaondoka binazihi minhu, aidha kwa kuangushwa, kwani ni mara ngapi tumesikia wafalme wanaangushwa, wanapinduliwa, au bimautihi anhu, au anakufa na uacha ufalme. Kwa hiyo hii tu itoshe kukuonyesha kwamba ufalme wa ukweli na wa uhakika ni ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, kullu wasfin wasafa Allah bihi nafsahu fi hadhihi al-aya, kila wasifu ambao Allah jalla wa ala ameutaja katika aya niliyoitanguliza kuisoma, dalun ala ma siwahu mushirun ila haqiqatihi wa ma'na, falafdhul jalala alamun ala dhati al-aliyya almuttasifa bijamii al-awsaf. Kwa hiyo kila wasifu uliokuja katika aya tuliyoitaja, fata'ala Allah, ametukuka Allah mtukufu, hiyo ni wasifu. Al-Malik, mfalme, mtawala. Al-Haq, ambaye ni wa kweli. La ilaha illahu, hakuna muabudiwa ila yeye Allah jalla wa ala katika misingi ya haki. Rabbul Arshil Karim. Kila wasifu uliotajwa katika aya hii dalun ala ma siwahu, unajulisha vingine visivyokuwa yeye Allah jalla wa ala. Ukisema Allah jalla wa ala aliposema huwa Allahul Malik, yeye Allah ni mfalme, kwa maana hakuna mfalme ala alhaqiqa ila ni yeye Allah jalla wa ala. Al-Malikul Haq, mfalme wa kweli, maana wengine wote ufalme wao ni wa kuwazimwa, wakati wote unaondoka. La ilaha illahu, hakuna muabudiwa wa haki ila yeye, kwa maana vipo vinavyoabudiwa lakini sio katika misingi ya haki. Rabbul Arshil Karim, mola wa arshi iliyokuwa tukufu. Ndugu zangu katika iman, majina haya au jina hili Al-Malik, mfalme, ni jina ambalo yahuzzul mashaa'ir alwujdaniyya wa ya'khudhu bimajami' alqulub az-zakiyya. Ukilitaja jina la Allah Al-Malik, mfalme, ni jina ambalo linatikisa hisia za mwanadamu, ni jina ambalo linauteka moyo wa mwanadamu kisikiza kwamba Allah huwa Al-Malik wa yamliku ala kulli nafsin mu'mina, na ni jina ambalo linaimiliki kila nafsi ya mtu mwenye chembe ya iman, na linakuwa linamfahamisha ukubwa na utukufu wa Allah subhana. Fatakhsha li'azamatihi, moyo wa mtu mwenye iman akisikia tamko au sifa hii ya Allah Al-Malik, basi moyo wake unanyenyekea. Watakhdha'u lijabarutihi, na unasarenda katika utukufu na ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataludhu bijalalihi wa izzatihi, na anatambua mtu huyu mwenye imani kwamba anatakiwa kukimbilia katika utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watatma'u fi karamihi wa rahmatihi, ukisikia kwamba Allah jalla wa ala ni mfalme, basi huu moyo wa mtu mwenye iman unakuwa ni wenye matumaini makubwa katika ukarimu na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala.
fatataqallabu hadhihi an-nufusu al-mu'mina baina al-khawfi war-raja. Kwa hiyo nyoyo za watu wenye iman kwa jina hili la Allah kuwa ni mfalme, akalielewa vizuri, akajua dalalatiha madlulati hadha al-ism, yale mambo ambayo jina hili linafidisha na kuyamaanisha, bila shaka mtu huyu anakuwa baina al-khawfi war-raja, dara'atan mustajiba sabiratan shakira. Moyo huu unakuwa ni wenye kunyenyekea na kuyatii na kuyafuata yale ambayo ameagiza Allah, lakini ni wenye kusubiri katika yale magumu katika akdari za Allah, na ni wenye kushukuru. Radiyatan mustaslima, unakuwa ni moyo au ni nyoyo ambazo zenye kuridhia na ni zenye kujisalimisha kwa kujua kwake anna al-malika al-haq ma'a jabarutihi rahimun biibadihi, kwamba huyu Allah ambaye ni mtawala, ni mfalme wa kweli, pamoja na utukufu wake na nguvu zake, lakini vile vile ni mpole, ni mwenye huruma kwa waja wake. Wa ma'a istighnaihi anhum latifun bihim, lakini pia tunapata kujua kupitia jina hili la kwamba Allah ni mfalme, kwamba amejitosha, hahitaji yoyote katika waja wake. Lakini pamoja na hayo, pamoja na kwamba Allah ni mfalme, ni tajiri, amejitosha, hahitaji, lakinahu subhanahu wa ta'ala latifun biibadihi, ni mpole, mwenye huruma kwa waja wake. Yuhsinu ilaihim, anawafanyia wema. Wa yahmadu lahum husna af'alihim wa aqwalihim, lakini bado tazama, pamoja na ufalme wake na utajiri wake na kutokumhitajia yote, wanadamu wanapofanya vizuri, Allah jalla wa ala anashukuru, anayashukuru matendo yao, anayashukuru maneno yao. Kwa hiyo ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum ala al-ghatrasa, pamoja na kwamba Allah ni mfalme, ufalme wake haupo katika sifa ya kiburi na kuangamiza na kuadhibu, la, walakin qama ala ar-rahmati wal adl. Ufalme wa Allah pamoja na kwamba si muhitaji, hamtegemei yoyote, hamuhitaji yoyote, lakini ufalme wake yeye Allah umebeba rehma, umebeba uadilifu. Yantaqimu mimman tagha wa takabbara wa asaa wa dhalam, Allah kwa sababu ni mutakabbir, Allah kwa sababu ni al-Malik, ana uwezo wa kumwangamiza na kumwadhibu na kumlipizia vibaya kulla man tagha wa takabbar, kila anayepetuka mipaka akafanya kibri, wa asaa akafanya vibaya, wa dhalam na akafanya dhulma. Lakini wakati huo huo yarhamu man tawadhaa wa afa wa ahsana wa aslah, Allah jalla wa ala anamrehemu na kumhurumia kila ambaye ni mnyenyekevu, mwenye kufanya vizuri, mwenye kutengeneza. Allah jalla wa ala anamhurumia. Tazama ndugu yangu katika iman, namna gani Allah jalla wa ala anautangaza ufalme wake. Khudha ala sabili almithal qawluhu tabaraka wa taala, inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud dhul arshi al-majid fa'alun lima yurid. Aya hii ukiifikiria, ukaisoma, ukaitazama kwa jicho la mazingatio, inna batsha rabbika la shadid, hakika kuangamiza kwa Mola wako, anapoamua kuangamiza watu kwa sababu wamestahiki kuangamizwa, kwa sababu wametengeneza sababu wao za kuangamizwa, la shadid, adhabu yake anapoamua kuadhibu ni kali mno. Kuna nyenzo zimetumika katika ibara hii. Lau tukitazama aya hii katika mtazamo mwingine wa ndani kidogo wa kilugha, albatshu ni kuadhibu, lakini adhabu ambayo ni kali, na imeanza kwa kutiliwa mkazo, imeanza na taakid, inna batsha rabbika, hakika maangamizi ya Mola wako, hakika kuadhibu kwa Mola wako anapoamua kuadhibu, la shadid, imetanguliwa na lam ya kiapo, wallahi ni kukali. Hii inaonyesha ni kiasi gani Allah ni mfalme, inaonyesha ni kiasi gani akiamua kufanya anafanya, haogopi matokeo wala hamshauri yoyote, anafanya atakavyo. Innahu, hakika yeye Allah jalla wa ala, huwa yubdi'u wa yu'id, ndiye anaanzisha vitu na kuvirejesha katika hali yake ya mwanzo. Tazama sisi wanadamu, lam nakun shay'an madhkura, hatukuwa ni kitu chenye kutajika hapa ulimwenguni, akatuanzisha, anatupa na taarifa, ataturudisha katika hali ya mwanzo atakapotaka. Wa huwa al-ghafuru al-wadud, lakini Allah ni mwingi wa msamaha, al-wadud, mwenye kujipendekeza kwa waja wake. Kaifa, ni vipi Allah anajipendekeza kwetu sisi? Angalia tunakosea, anatufungulia milango ya tauba.
Angalia ni namna gani anatangaza msamaha. Angalia ni namna gani anafurahi kwa toba ya mja wake pale anapotubia na kurudi. Dhul Arshil Majid, Allah Jalla wa Ala anasema wa huwa al-Ghafurul Wadud. Dhul Arshil Majid, ni yeye ndiye Allah Jalla wa Ala mwenye arshi tukufu, lakini mwenye kusifiwa. Fa'alul lima yurid, anafanya chochote anachokitaka. Ufalme wake hauingiliwi, hazuiliwi na yoyote, hakuna anayeweza kuingilia maamuzi yake. Aya hii inaonyesha nguvu yake, mamlaka yake, ufalme wake. Kisha itazame aya hii nyingine. Ni aya katika surati al-Hashr. Allah anasema katika surati al-Hijri, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Watangazie, wape habari waja wangu, anni ana al-ghafurur rahim, ya kwamba mimi Mola wao ndimi Mola mwenye kusamehe, mwenye huruma. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, lakini watangazie vile vile kwamba adhabu zangu ndio adhabu zenye kuumiza. Kwa hiyo la tarkan ila al-afwi war-rahma, usiegemee upande wa msamaha na huruma ya Allah ikakupelekea ukavuka mipaka. Lakini vile vile usitegemee kwamba Allah Jalla wa Ala anaadhibu ikakupelekea ukakata tamaa na rehema za Allah. Ndio pale tunaposema mu'min anatakiwa aishi baina al-khawfi war-raja, aishi katika hali hizi mbili, awe na hofu na awe na matumaini na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hofu itakayompelekea kujituma na kuyaacha yale aliyokataza Allah Jalla wa Ala, na kujituma katika yale aliyoagiza Allah kadiri ya nguvu zake. Ar-raja, awe na matumaini, matumaini yatakayompelekea asikate tamaa na rehema za Allah, kwamba pale anapokuwa amekosea anaye Mola msamehevu, Mola mwenye huruma, Mola ambaye ana huruma kuliko yeyote ambaye anaweza kumhurumia mwanadamu. Huyu ndiye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tazama upande mwingine, Allah Jalla wa Ala anavyotuonyesha kwamba yeye ndiye mfalme asiyehitajia na sisi tunahitaji kwake yeye. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Enyi watu, angalia Allah Jalla wa Ala katika wito huu ametuita sote kwa sifa ya ubinadamu, kwamba hakuna mwanadamu yoyote isipokuwa anamhitajia Allah. Antumul fuqara, ninyi ni wahitaji, ninyi ni mafakiri, ninyi ni maskini, mnamhitajia Allah Jalla wa Ala. Wallahu huwal ghani, na Allah ndiye tajiri wa kweli asiyehitajia chochote, Alhamid, mwenye sifa ya kuhimidiwa katika matendo yake yote. Ndugu yangu katika iman, innahu man arafa ma'rifatan yaqiniya, hakika mambo yalivyo, mtu yoyote atakayeelewa uelewa wa yaqini, annahu almaliku alladhi biyadihi malakutu kulli shay, kwamba Allah ndiye mfalme ambaye mikononi mwake kuna umiliki wa kila kitu. Vyote hivi tunavyomiliki sisi ni milki ya nani? Ya Allah Jalla wa Ala. Istaghna bihi an sa'iri makhluqatihi, atakuwa ni mwenye kumtegemea Allah, hatomtegemea yote katika viumbe wake. Fala yaljau illa ila Allah, hawezi kukimbilia na kuegemea ila kwa Allah. Wala ya'tamidu fi qada'i hawajihi illa ala Allah, na wala hawezi kumtegemea mwingine anayeweza kutatua haja zake ila Allah. Wabidhalik, isikilize vizuri pointi hii, wabidhalik, kwa sababu kama hii, yataharraru min ubudiyati shaitani wal hawa. Ukiyajua haya ndugu yangu katika imani, unakuwa huru, unatoka katika utumwa wa kuwa ni mtumwa wa kumtumikia shaitan, unatoka katika utumwa wa kutumikia matamanio ya nafsi yako. Wayamliku nafsahu fala yaj'aluha tamilu ila shar, na utaimiliki nafsi yako ukijua ufalme wa Allah, haiwezi nafsi yako kumili katika shar, au tuqassira fi wajibin, au kazembea katika yale aliyowajibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa leo niishie hapa katika kuelezea jina hili la Al-Malik Al-Quddus. Allah ndiye mfalme mwenye kutukuzwa au aliyekuwa ni mwenye kutukuka. Tukutane katika halqa nyingine biidhnillah, ikiwa bado tunaendelea kufafanua jina hili na sifa hii miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila al-liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.